Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital anaungana na raia wa Iran kulalamikia maisha. Raia wa Iran wanalalamika maisha magumu, hali sio nzuri, na haya mambo yanayoendelea, kuporomoka kwa sarafu, uchumi kuanguka, hayo yote yanayoendelea. Lakini wakati hayo yanaendelea, raia wakitaka kujikwamua na hilo na serikali yao ili iweze kulitatua hilo, kwa sababu serikali inalalamikiwa kuwa nini? Imeshindwa kuwatatulia hilo. Wakati serikali ikijaribu kutuliza hali ili wale watu waweze kupata nafuu yoyote, ili waondokane na hiyo hali ambayo ulimwengu wa magharibi unaunga mkono, ulimwengu wa magharibi unatangaza kuiminya zaidi ile serikali ili ishindwe kutatua lile tatizo ambalo lipo. Sasa serikali ya Irani inaposema kuwa haya yote yanafanywa na yanafanyika kwa kufadhiliwa kutoka nje ili kuidondosha serikali, kwa nini wanakuwa wanabisha kwa hilo, hali ya kuwa kila kitu kinajionyesha wazi na kila kitu kiko wazi kuwa lengo hasa ni kwenda kudondosha utawala wa Tehran? Ndio ilivyo. Jana Irani yenyewe ilifanya ile nini, unajua, baada ya taarifa ya EU kuwa wataishughulikia na kuwazuia maafisa wake na wataweka vikwazo, Irani iliwaalika baadhi ya mabalozi wa nchi za Ulaya hizi kubwa na kwenda kuwaonyesha yale yalikuwa yakiendelea katika maandamano ambayo Ulaya wametafsiri kuwa yalikuwa ni maandamano ya uhuru na maandamano ya amani. Ndani yake kuna picha nyingi za video ambazo zinaonyesha uhalifu uliokuwa ukifanywa na kile kinachoitwa waandamanaji wa amani. Waandamanaji wa amani ambao walikuwa na silaha nzito nzito, ambao imesababisha vifo vingi pia vya maafisa usalama, ukilinganisha pia na raia. Maafisa usalama wengi wameuawa kwenye hili. Sasa unajiuliza kuwa hayo yote na kuyaona na ushahidi, lakini kauli na maonyo yanatoka kwa Ujerumani na Ufaransa. Kwa nini? Kwa kile ambacho Irani wanakifanya. Jamani, ulimwengu wa magharibi ni ulimwengu wa kinafiki sana. Huu ni ulimwengu uliojaa husda, chuki na unafiki mkubwa sana, na lengo lao kubwa hasa ni kuangusha utawala wa Irani, yani lengo kubwa. Sasa zile hatua zinazochukuliwa na Marekani zinakupa jibu moja na lililo wazi kuwa hili shinikizo linatoka wapi. Yani huyu ni Israeli anayemshinikiza Trump afanye hivi, fanya hivi, fanya hivi, kwa sababu nimesema kuwa kuna mchezo fulani hivyo wanasema kuwa ni mchezo wa kifo na uhai. Hiyo unaweza kusema kuwa hivi sasa kuna kamchezo ka kifo na uhai ambako kana nyemelea, yani kana wanyemelea katikati, kuwa ukicheza mwenzako kakuua. Nililizungumza hili wakati kulikuwa kuna lile jaribio la mapinduzi ambalo lilifanyika kule Benin, mnakumbuka? Alafu likafeli. Yani unajua ukifanya majaribio alafu ukafeli kufanya mapinduzi, kwanza ile kesi ni ya uhaini. Sasa ujipange na kesi ya uhaini, kwa sababu wewe ukifungwa kwa hiyo staili hautotoka kwa msamaha wa rais. Labda aje rais mwingine kabisa ambaye haingiliani na huyu, lakini huwezi kutoka kwa msamaha, kwa sababu hii ni kesi ya uhaini, inakuwa hivyo. Sasa baada ya 12 days war, nakumbuka ile vita ya siku 12, nilisema kuwa Irani kuna vitu viwili watakuwa wamejifunza, kimoja au viwili, kuwa hawatoacha kufuatiliwa na ulimwengu wa magharibi na Israeli, lakini wanahitaji usalama wao, yani wawe na uhakika na usalama, kwa sababu hawawezi kuishi maisha yote wakifuatiliwa. Nilikuwa nikimsikia speaker, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani jana, Ismail Baqai, anasema tunapigana vita 4 kwa wakati mmoja. Wanapigana vita ya kiuchumi ya ndani, wanapigana vita ya waandamanaji, wanapigana vita ya kisaikolojia, lakini wanapigana vita ya madola ya nje ambayo Israeli na Amerika wanapigana nao kwa pamoja, hali ya kuwa wakihakikisha wanadhibiti kila kitu. Nilisema utulivu wa Irani na mustakbali wa Irani ni lazima Irani wakamilishe project ya nyuklia. Yani ni lazima
wamiliki nyuklia ili wawe safe. Yani ili wawe salama lazima wamiliki nyuklia. Lakini nilisema haya mambo mawili yote yanakwenda pamoja na ugumu wake. Irani leo akitangaza kuwa anamiliki nyuklia, bado sio kwamba atakuwa kwenye usalama, ila atawekewa vikwazo na vikwazo na vikwazo. Yani vikwazo vitakuwa maradufu, kwa sababu mpaka sasa Irani ndio kinara wa vikwazo duniani. Yani katika nchi ambazo nchi ina vikwazo duniani, Irani anashika bendera, yuko mbele ya wote, na yeye ndio mwenye vikwazo vingi zaidi. Sasa bora uwe unaongoza nchi yenye vikwazo kama Korea yenye watu milioni 30. Sawa? Na Korea kijiografia ni vigumu sana vikwazo kumuathiri, kwa sababu ana mipaka miwili ya washirika ambao wanaweza wakambackup. Yani vikwazo vyake vina mbackup, kwa sababu Korea amepakana na China, Korea Kaskazini amepakana na Urusi kwenye mipaka. Kwa hiyo hata pale mnapompiga vikwazo hivi si sawasawa na Irani ambaye akipigwa vikwazo anakuwa kama yuko kwenye landlock, kwa sababu haingiliani na marafiki na majirani wote wamemzunguka kuanzia pande zote, kuwa wote ni maadui. Sasa hapo Irani ndio anapo struggle, kwa sababu ana population kubwa sana, watu milioni 90 plus, milioni 92 raia. Nchi kwenye vikwazo kwa miaka 45, wana struggle vipi? Yani anachofanya Marekani na washirika wake ni kwenda kuongeza petroli kwenye moto ambao unawaka, lakini hata wao wana zile option. Unasema kuwa Trump anasema tunaangalia option zingine. Nilisema option ya kuishambulia Irani itakuwa ni nafuu zaidi kwa serikali ya Irani kubaki madarakani kuliko ya maandamano ya ndani. Tayari maandamano ya ndani wameyadhibiti. Sasa pale Marekani inapoagiza inasema kuwa raia wake wote walio Irani waondoke, ishara ipi inakupa? Kuwa raia wote wa Irani waliopo, raia wote wa Marekani waliopo Irani waondoke. Unajua Irani haina dual. Irani haikubaliani na dual citizen, yani uraia pacha, uraia uwe na raia wa nchi nyingine. Irani sheria yake inakataza. Kwa hiyo kuna raia ambao wana asili ya Irani wanamiliki pasipoti ya Marekani, lakini wanamiliki pasipoti ya Irani kimagumashi, yani kimagendo. Sasa wale wanaweza kawa ndio target ya kwanza ya Irani. Unajua masuala yote yanayohusu hawa raia ambao labda wanataka masuala ya kimarekani, wanataka nini, ndani ya Irani huwakilishwa na ubalozi wa Uswizi ndani ya Irani. Kama vile nilivyowaambia, Uswizi ni nchi ambayo kwa miaka mingi ilijinasibisha kuwa ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Kwa hiyo hata masuala ya baadhi ya nchi za magharibi ambazo wanayafanya kupitia balozi ambazo hawana, basi hutumia moja kwa moja ubalozi wa Uswizi ambao uko Teherani. Sasa Trump anaagiza raia watoke. Wakati huo Urusi anaondoa raia wake Israeli kwa kasi. Nini kinachokuja? Nini kinachokuja? Kinachokuja bado unaweza ukakiweka 50-50. Swala la kuishambulia Irani halijaondoka bado kwenye meza yao. Lakini nimesema na nimerudia kusema mara kadhaa kuwa Irani kwa vita ya kutoka nje kwao ni nafuu kuliko maandamano. Sio, unanielewa? Ni rahisi kukabiliana na vita kutoka nje kuliko kukabiliana na maandamano ya ndani. Kwa hiyo bado ulimwengu wa magharibi unaendelea kucheza kamari zile ambazo wamezicheza kwa zaidi ya miaka 40 na kutaka kubadili ule utawala wa Irani. Lakini utawala wa Irani ulikwisha kufahamu miaka mingi kuwa wapi tunatafutwa na tunatafutwa kupitia wapi, na tutapatikana wapi kupitia wapi kwenda wapi. Kwa hiyo huu utawala unaeleweka. Kama utawala wa Irani utakuja kudondoka, nasema mathalan, unajua kuna watu nashangaa sana ukiingia hata kwenye mitandao ya kijamii, na kingine ambacho nimekigundua hata ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, kuwa kuna upande mmoja ambao unalalamika au unaichukia mamlaka ya Irani au serikali ya Irani, maybe kwa sababu ya chuki tu, kwa sababu ya chuki zao tu, kuwa wana chuki na Irani. Kwa sababu leo hii EU, bunge la EU limepiga kura haraka katika hili linatokea haraka EU wamepiga kura kuzuia uhusiano wote, yani wanadiplomasia wa Irani wasipewe ushirikiano wowote katika nchi ya Ulaya waliopo haraka. Lakini nirudie lipi? Niseme kipi? Yani kinachoendelea Middle East hakionekani, au kinachoendelea Gaza hakionekani? Kwa nini hawa Ulaya hawachukui hatua zote ila wanachukua hatua kwa, yani Irani inashambuliwa
kwa pande zote. Yani lengo hasa hivi sasa ni kuangusha utawala wa Irani. Lengo ni kuangusha utawala. Sasa kuna kile ambacho nimeanza nacho kusema hapa kuwa Irani walivyotoka kwenye vita ya siku 12 ilikuwa tayari wanafunzo kuwa ni lazima tupate ulinzi sahihi ili tuishi kwa amani. Ni lazima tuwe na kinga. Kinga ni nyuklia. Ukisha kuwa na nyuklia hawatoweza kukushambulia. Watakuwa wanakupiga sanction tu kama wanavyofanya kwa Korea Kaskazini. Hakuna nchi inaweza kuthubutu kuishambulia Korea kwa sababu ana hatari. Unaweza ukamua ukamaliza, lakini naye atakuumiza. Hilo liko wazi. Sasa Irani ilikuwa ni lazima achague vitu viwili. Ima siwezi kugombana nao niungane nao, au bado naweza kuendelea kubaki kwenye msimamo wangu, basi nitafute kinga yangu. Kinga yako ni lazima umiliki nyuklia ili wasikusumbue upande mmoja, mbaki kuparurana kwenye masuala ya kiuchumi na kwingine. Sasa wakati huo huo ndani ya Israeli wana ile alert, wanaota kuwa project ambayo walianzisha zaidi ya miaka 100 na unajua hizi project za Wazayuni zilianza miaka ya 1880 na kitu wakati wanaanza. Sio hata ile 1948 ambapo unaweza kadhani kuwa azimio namba 181 la Umoja wa Mataifa lilioanzisha State of Israel labda ndio ilikuwa chanzo. No, Wazayuni wamekuwa na project ya Kizayuni tangu miaka ya 1890 na 1880 na. Yani kwa hiyo Wazayuni wamekuwa na hii project ya kuwa na great, yani kuwa great Israel, yani kuwa wao wakubwa watawala wa dunia miaka 100 na kitu, lakini mara zote wamegundua kuwa hawana nguvu ya kuwafikisha wanapofikisha. Ndio maana wakajigeuza kuwa kama chip. Unajua kama chip, kama kikadi au kama kimemory fulani, wakaenda wakakaa ndani ya robot kubwa ambayo wameiseti kuwa ina uwezo mkubwa, halafu wao wakawa wana command tu. Yani kuwa Israeli ni chip ambayo inaishi kwenye kichwa cha Amerika ambayo ni roboti kubwa ambalo wanaliswitch. Tunataka ligeuke kushoto, tunataka limdhuru fulani, tunataka lifanye hivi, tunataka tufanye hivi. Ndicho walipoishi. Sasa wakati wanafahamu kuwa projekti yao imekuwa endelevu na yenye mafanikio. Unajua projekti yao imekuwa kubwa na yenye mafanikio hasa kuanzia mwisho wa miaka ya 70. Mwisho wa miaka ya 70 walivuta kambi moja ikahamia upande wao. Kambi ambayo ilikuwa ndio tishio kwao ni kambi ya Waarabu. Wakamvuta Misri, wakamvuta Jordan 94. Miaka ya 2020 kuja juu ndio wamevuta kambi kubwa zaidi. Kwa hiyo tayari kuna kambi ambayo tayari walikuwa wamevuta. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa project yao ilikuwa ni endelevu na yenye mafanikio. Yani taratibu wanakwenda kujijenga. Sasa tishio kubwa la wao kuja kuwa superpower, yani wao kuja kuwa superpower ni Iran, sio nchi nyingine yoyote pale Mashariki ya Kati. Kwa sababu unaposema kuwa nchi nyingine tishio na yenye jeshi bora zaidi Mashariki ya Kati kuzidi Israeli, utasema Pakistan, utasema na nani? Uturuki. Hizi ni nchi zenye majeshi bora makubwa yenye nguvu ambapo Israeli hawezi kulingana na kuwa wana uwezo mkubwa sana wa kufika hivyo kuwa. Lakini hawa wote wamedhibitiwa na baba, yani lile robot ambalo chip yake iko ndani, hawa wamedhibitiwa kuwa hakuna mmoja kati yao anaweza kumgusa Israel. Sasa Irani ambaye ndio tishio katika jeshi lingine kubwa kabisa la Mashariki ya Kati ambalo ni tishio, haliko kwenye udhibiti na control ya Israeli na Amerika. Ndio inampa wasiwasi Israeli kukua kwake na kutaka kuwa mkubwa. Sasa Israeli wana zile karata zao na kile wanachokisoma kuwa kumiliki kwa nyuklia kwa Irani kutaashiria mwisho wetu. Yani project walioiandaa kwa miaka 100 inaweza ikaishia pale Irani atamiliki nyuklia. Ndio maana ninasema mchezo wa Irani na Israeli ni mchezo wa kifo na uhai. Nani atawahi kumshikilia nani na nani atamwangamiza nani? Watu wanajiuliza mara kadhaa kuwa hebu angalia vita iliyokwisha, mbona kuna madhara sana? Israeli kashambuliwa sana, Irani kashambuliwa. Kwa hawa hawaogopi. No, hii ni project ambayo kuwa utekelezaji wake lazima ufanyike, kuwa ni lazima tuje na mbinu mpya. Tunafanyaje? Tunageuzaje? Tunarudi vipi? Kwa hiyo hivi sasa hawawezi kuiacha project yao na kile ambacho wamekuwa kiendelea. Na ndio maana unaona kuwa Donald Trump anaruka huko anaruka huko. Sasa unakaa unashangazwa. Yani unakaa unashangazwa
na mashirika ambayo yanafahamika kama mashirika ya haki za binadamu, mashirika ya kimataifa yanayosimamia haki ulimwenguni. Mashirika yote yamekuwa yakikosoa kile ambacho kinafanywa na Iran, lakini mashirika yote yamekuwa yako upande mmoja. Yani licha ya kuwa Iran inakuonyesha ushahidi kuwa hawa mnao watuma ni hawa hapa, hebu watazameni, mmeona mnachokizungumza nyinyi wanachokifanya na wao wanachokifanya, mbona ni vitu viwili tofauti? Lakini wao wanasema no, hawa ni waandamanaji wa amani na walikuwa wanataka mabadiliko, wanataka uhuru. Ulaya yote inaunga mabadiliko, Ulaya yote inaunga mkono waandamanaji bila kujali uharibifu na uhalifu uliofanywa, licha ya ushahidi wote uliotolewa. Na bado dunia inaungana kuhakikisha kuwa tunaweza tukaiminya wapi hii serikali ya Irani ili iweze kudondoka. Yani lengo kubwa lililopo ni kuwa tutaiminya, tutaikandamiza, tutahakikisha tunabana kila kona ili hii serikali iweze kudondoka. Lengo letu kubwa ni kuidondosha hii serikali ya Irani na si kitu kingine. Sasa atakayefanya biashara na Irani atakutana na vikwazo vya 25%, yani atakutana na kodi ambayo Marekani ataiongezea. Hivi karibuni sisi tulitangaza kuwa Irani walishusha meli yetu, walishusha kuna meli nadhani ilikuja kwetu hapo Tanga. Sasa Marekani na washirika wake wanaangazia njia zote za kuhakikisha kuwa wanadhibiti Irani isiweze kukua, isiweze kufanya biashara, isiweze kutatua matatizo ya ndani inayoyakabili ili iweze kudondoka serikali ya Irani. Halafu kuna watu wanajiita kuwa wana haki duniani, watu watetezi wa haki na kila kitu, wanaungana na hiki kitu katika uhalifu wa kuwaumiza raia wa Irani. Kama kweli hii serikali ni mbaya, kwa nini hamuiachi itimize majukumu yake na ionyeshe kwa hao raia wake kuwa je, wao ndio waiwajibishe hiyo serikali? Kwa sababu tuliona maandamano yalitokea, lakini mbona tunaona ya upande wa pili kuwa na wao wanaunga mkono? Au tuseme kuwa tuchukue ya upande mmoja, yani kuwa wewe unachokiona ni hicho. Yani nyinyi watu 7 au tuseme kuwa nyinyi watu 4 mnataka mabadiliko, watu 6 wanasema tunabaki hivi. Kwa nini wengi wasipewe? Kwa nini wengi pia wasipewe? Au nyinyi mna haki ya kuwa mnachokisema nyinyi ni sahihi, ila wanaosema upande wa no? Hakuna nchi ambayo inaweza ikawa sawa moja kwa moja. Lakini kwa nini nchi zisipewe nafasi za kutatua matatizo yao wenyewe? Kwa nini Ulaya na Marekani waingilie mambo ya ndani ya Irani na kuamua, na pale Irani inapojaribu kujikwamua kwa ajili ya kutatua matatizo yao ya ndani, kwa nini nje waingilie kuwa no, hakuna? Yani watoto wangu wana njaa, rasilimali pekee nilionayo nyumbani kwangu mimi nauza machungwa. Okay, nimetungua machungwa yangu kwenye miti yangu na kwenda sokoni na kutana na watu ambao huko sokoni wananisema kuwa yule hajali watoto wake, ananyanyasa watoto wake, wanalala na njaa watoto wake. Sasa nimefika hapa sokoni angalau niuze chochote, nipate fedha niweze nikawahudumia watoto wangu. Hapa siruhusiwi kuuza na mtu yoyote atakayenunua kitu changu atakutana na adhabu. Kwa hiyo watoto wangu wafe na njaa, halafu nyinyi mkae mnisimange kuwa nimeshindwa kuhudumia watoto wangu. Kati ya mimi na nyinyi mwenye matatizo ni nani? Ndio Irani anachokabiliana nacho, kuwa Irani rasilimali zake anazo. Mabilioni ya fedha ya Irani yako nje kwenye benki za Ulaya na Marekani, hawataki kuzirejesha wala hawataki kumpatia fedha zake. Lakini bado serikali ya Irani inaonekana kuwa imeshindwa kutatua matatizo ya ndani. Haiwezi kukopesheka. Okay, hamwezi kunikopesha, nipeni changu. Hiki sio chenu wala siji kukopa kwenu. Kwa nini mabilioni ya fedha ya Irani bado yanashikiliwa ngambo na hayaruhusiwi kuingia ndani ya Irani katika sababu zisizokuwa na msingi wowote, kuwa hawa watawala ni wabaya kiasi gani, kwa hukumu gani, kwa vigezo gani, ili tuweze kujua hawa watawala ni wabaya sana? Kwa nini wasiachiwe waongoze nchi yao na watu wao na waendeleze, halafu tuone sasa ule ubaya wao uko wapi? Leo hii Ulaya wanaweka vikwazo, leo hii Amerika anaweka vikwazo kwa nchi yoyote itakayothubutu kufanya biashara na Irani. Nini kinachotafutwa? Kama Irani ingedondoka au kama Irani itadondoka, basi tegemeeni kuwa kutakuwa na machafuko mabaya sana, na ndani ya Irani watu watajuta kuzidi Libya. Kwa sababu mliona kilichotokea Syria baada ya Bashar al-Assad kudondoka. Israeli
wamefanya mashambulizi makubwa mno ndani ya Syria kuhakikisha kuwa ile nchi inakuwa ni useless, yani kuwa wasiwe na uwezo wowote, yani wowote. Na ndio kama serikali ya Irani ingedondoka, basi tungeshuhudia mashambulizi ni kila dakika ya ndege za Israeli kupiga kwenye maeneo yote ambayo wanasema kuna silaha, tunaziangamiza ili zisije kutudhuru. Tuna silaha, yani Irani ingeshuhudia machafuko ambayo haijawahi kuyashuhudia. Hata wale walio support hiki kitu wangekuja kujuta baadaye kuona kuwa tulicho kisapoti ni hiki au haya yanakuja kutokea wapi. Lakini yote kwa yote kuwa kuiangusha Irani kwa vita, huo ni mchakato. Sio rahisi kihivyo kama unavyoweza kudhani, au sio rahisi kama vile watawala wa nje wanavyodhani. Trump bado anajaribu kubeti, Trump bado anajaribu kucheza kamari dhidi ya Irani. Ni bado hawa watu wako imara sana. Rahby Digital, haki na ukweli.